Leo tuko hapa katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri wa Dockyard ambapo tulikuwa tuna kikao cha tathmini ya utekelezaji wa afua za lishe kwa kipindi cha robo ya tatu. Kimsingi kuna mkataba wa lishe ambao unatuongoza katika kutekeleza shughuli za lishe kwenye halmashauri zetu, na mkataba huu ulisainiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alisaini kwa wakuu wa mikoa, lakini na wakuu wa mikoa nao wakashusha kwa wakuu wa wilaya, na wakuu wa wilaya mkataba ule waliushusha kwa wakurugenzi wa halmashauri, lakini pia na wakurugenzi walisaini pamoja na watendaji wa kata. Lengo ni kuhakikisha kwamba utekelezaji wa afua za lishe unakuwa na ufuatiliaji mzuri na utekelezaji wake unakuwa mzuri. Sasa katika robo hii, pamoja na utekelezaji wa shughuli mbalimbali zilizofanyika kwenye halmashauri yetu, ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhamasisha jamii na kutoa elimu ya masuala mbalimbali ya lishe na kuifikia jamii kiujumla, hususan kwenye masuala yote yanayohusu lishe. Nikisema hivyo namaanisha kwamba wale wadau wetu ambao tunawafikia, kwa mfano walimu, tunahakikisha kwamba wanakuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya lishe. Viongozi wetu wa dini, kama tulivyosikia kwenye kikao chetu, tulifanikiwa kuwapa mafunzo maalum ya lishe viongozi wetu wa dini ili kuhakikisha kwamba wanafikisha ujumbe mahususi wa masuala ya lishe kwenye jamii zetu. Lakini pia wale watendaji wetu wa kata nao tunakaa nao na tunakuwa tunaelimisha na kuwapa package ya masuala ya lishe ili na wao waende kuifikisha kwenye jamii zetu. Lakini hatukuishia hapo. Katika robo hii pia tumeweza kufikia wale wahudumu wa vituo vya kutolea huduma za afya, kwa maana kwamba wale wanawapata wateja wengi kwenye zahanati na vituo vya kutolea huduma za afya, kwa maana kwamba wale wajawazito, watoto na watu wenye changamoto mbalimbali za lishe wanafika kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo tuliona ni muhimu tukawapa package ya masuala ya lishe ili nao waendelee kutoa huduma zilizokuwa bora katika jamii zetu, ambazo katika jamii yetu ya Lindi ambao tunaona kuna changamoto mbalimbali. Sasa kwa mfano nikiangalia katika hali ya lishe kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Lindi, tumekuwa na changamoto mbalimbali hususan kwenye vile viashiria vichache. Kwa mfano kile kiashiria cha watoto kuzaliwa na uzito pungufu, tumekuwa tunaona kwamba tuna changamoto ya watoto kuzaliwa na uzito chini ya kilo 2.5. Manake hiyo ni changamoto ambayo tunaipata katika halmashauri yetu, na kwa asilimia 8, kama 8.6 ya watoto wanaozaliwa katika halmashauri yetu wanakuwa na uzito pungufu. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunaendelea kukabiliana nayo, na ndio maana tunakuwa tuna mikakati mbalimbali ya kuifikia jamii. Tunahakikisha tunaunganisha wadau wote wa sekta zote mtambuka ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anawajibika katika kuhakikisha tunatatua changamoto ambazo ziko katika halmashauri zetu. Ndio maana wadau kutoka idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, tumeona kwenye taarifa zetu ni kwa namna gani wanashiriki katika kuhakikisha jamii inapata uelewa wa kulima vyakula bora vyenye lishe na kuhakikisha kwamba upatikanaji na usalama wa chakula unapatikana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo pia wale wadau ambao ni wanawahudumia wateja wetu, nao pia tunawafikishia elimu. Kwa mfano nimesema hawa wahudumu kutoka vituo vya kutolea huduma za afya. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tunapambana kuhakikisha tunaitatua changamoto hiyo tunayokabiliana nayo ya watoto kuzaliwa na uzito pungufu. Lakini pia tumeona kuna wadau wengine ambao wamesema wako kwenye mchakato wa kuanzisha mabwawa ya samaki kwa lengo la kuhakikisha kwamba upatikanaji wa vyakula vile vya protini kwenye jamii yetu nao unakuwa ni wa uhakika. Lakini pia tunakuwa kwa manispaa yetu ya Lindi tumebahatika kuwa na eneo kubwa la bahari. Kwa hivyo baadhi ya vyakula vile muhimu ambavyo vinatusaidia kupata protini vinapatikana kwenye bahari yetu kama mazao ya samaki. Kwa hivyo kwa kupitia haya tumekuwa tukiendelea kuhamasisha wananchi kuhakikisha wanatumia vyakula vile vinavyopatikana katika maeneo yao, hususan mazao haya ya vyakula vya baharini yanapatikana kwa wingi kama samaki, dagaa, lakini pia kwa vile vyakula ambavyo tunawahamasisha wavilime navyo pia imekuwa ni muhimu sana kuendelea kuhamasisha.